Mamlaka ya Mji Mkongwe yaanza kukusanya tozo za usafi na uchukuaji wa taka katika shehia za Mji Mkongwe, ambapo zoezi hilo lilisitishwa kipindi cha nyuma. Hayo yameelezwa na mkurugenzi mkuu Mamlaka ya Uhifadhi ya Mji Mkongwe, Ali Saidi Bakari, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake. Ni muda mrefu sasa nyumba za Mji Mkongwe au wakazi wa Mji Mkongwe ni kwamba wamepata tuseme msamaha kwamba hawakudaiwa kodi za taka kwa muda mrefu sana. Na tulifanya hivi sio kwa bahati mbaya, lakini serikali kupitia Mamlaka ya Mji Mkongwe ilifanya hivi kuachia kwanza, ili kwanza kuweza kufanya usafi katika kiwango ambacho kinaridhisha kabla ya kuwachangisha watu fedha za usafi. Na kwa sasa tuseme kwa eneo la Mji Mkongwe usafi katika kiwango kizuri kupitia kampuni yetu, lakini kupitia ushirikiano wa wadau wote wa Mji Mkongwe, hususan masheha wetu ambao pia tunao hapa. Kwa hiyo sasa tumesema tunaanza kulipisha ada za taka, ambapo kuanzia mwezi wa 4 inshallah vijana wetu ambao watatoka kwa shehia zetu wenyewe watapita kwenye nyumba zetu, na kila kaya itakiwa ichangie shilingi 5,000 kwa mwezi, ni sawa na 60,000 kwa mwaka. Na kwa kushirikiana na uongozi wa masheha tumekubaliana kwamba fedha hizi sio lazima ulipe kila mwezi au usilipe kwa pamoja, lakini utakuwa na fursa ya kulipa vile unavyoona inafaa mwenyewe, lakini ndani ya mwaka mmoja uwe umekamilisha 60,000. Kwa hiyo mamlaka itumia njia za mifumo, ambapo itatoa control number. Control number hii itadumu kwa muda wa mwaka mmoja, na wewe muda wote na mwaka mmoja unaweza ukalipa 1,000, ukalipa 2,000, ukalipa 3,000, lakini mwisho ziweze kutimia shilingi 60,000 kwa kipindi cha mwaka mmoja. Muda wote ambao umepita ambao makusanyo hakufanyika, mamlaka kwa niaba ya serikali ni kwamba hesabu hizo tumezisamehe. Tutaanza rasmi mwezi wa 4 mwaka 2025. Tunaomba ushirikiano wa wananchi wote katika hili ili kuweza kudumisha mandhari ya mji wetu, lakini pia kuweza kuondoa maradhi na mambo mengine ambayo yanaambatana na uchafuzi wa mazingira. Kwa upande wao, masheha wa shehia ya Mji Mkongwe wametoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano ili kuweza kufanikisha suala la usafi linaimarishwa ipasavyo katika maeneo ya Mji Mkongwe na Zanzibar kwa ujumla. Jambo lilifanya Mji Mkongwe, mamlaka ya Mji Mkongwe, hifadhi ya mamlaka mko vizuri, na ili litasababisha mitaa yetu iwe safi, ili tukae vizuri, tukae pale safi, tuchangie, tusaidiane nao. Na naomba wanashehia Malindi tushirikiane kwa pamoja ili kutunza mji wetu, mtaa wetu usafi. Leo tupo hapa mamlaka Mji Mkongwe kwa ajili ya kuzungumzia uanzaji rasmi wa uchangiaji uchukuaji wa taka katika mitaa yetu ya Mji Mkongwe. Ukweli kwanza tunaishukuru mamlaka, kwa muda mrefu wametuvumilia, hatujawahi kuchangia tangu walipoanza rasmi kuchukua wao mamlaka haya. Kwa hivyo kwa hilo kwanza tunashukuru, na imefika wakati sasa hivi baada ya wao kujipanga vizuri, na sisi wananchi tuna wajibu ukweli tuchangie gharama japo ndogo za kuondoa hizi taka katika mitaa yetu. Ukweli ni jambo zuri sana. Kwa hivyo mimi ningeliomba tu kwa wananchi wenzangu tukubali sote tuchangie kwa moyo mkunjufu kabisa ili mji wetu uendelee kufanywa usafi. Masuala ya taka kweli kuna kipindi tumekaa kipindi kidogo ilikuwa hatuna mambo ya malipo, kwa sababu kulikuwa kunaboreshwa na kuangaliwa hali ya usafi wa Mji Mkongwe kwa vipi, na mpaka sasa hivi alhamdulillah Mji Mkongwe uko safi na unang'ara. Isipokuwa ni kubwa zaidi kuwasisitiza wananchi kulipa ada za taka, kwa sababu alikuwa tumechua free kwa muda kipindi kidogo. Kwa maana wakubali kulipa, na kulipa ni kudumisha ni mazingira na kuweka usafi zaidi. Shabaha. Na si kama kulipa kama itakuwa ni harama kubwa sana, haijapanda harama hata hivyo. Shabaha. Ni sasa labda kwa siku kama utapanga hesabu unaweza kupata pengine kabla ni shilingi 165, yani hata 200 tuseme itakuwa haifiki. Kwa hivyo naomba wananchi tutoe ushirikiano na tukubali kulipa ili kwa maendeleo ya taifa letu kwa jumla na kwa usafi zaidi kwenye mji wetu. Angel Paul, ASAM Online TV.